Mbunge huyu wa Mvita anasema kuwa atawasilisha swala hilo punde tu bunge litakapofunguliwa ili uamuzi huo ubatilishwe. Way forward, I'm going to be able to be bringing this matter to the attention of Parliament, hopefully on Tuesday, as we are all aware that Parliament is currently on recess. I will call all other stakeholders. I am aware as well that the Senate of Mombasa has already brought this matter up in front of the Senate. That is our constitutional obligation. Viongozi wa Pwani walipinga vikali agizo hilo lilipotolewa hapo awali, huku maandamano yakishuhudiwa kila mara katika mji wa Mombasa. Ni shinikizo ambalo lililazimisha serikali kubatili uamuzi wake na kuruhusu upakuaji wa mizigo katika bandari hiyo, huku trela zikiendelea kubeba mizigo. Lakini kwa mujibu wa waziri wa uchukuzi James Macharia, kutokana na masaibu wanayopitia madereva wa trela wakati huu wa corona, mizigo yote inafaa kusafirishwa na treni hadi katika eneo la Naivasha. Alipozungumza neno baada ya neno, waziri muhusika alipozungumza ya kuwa wanalikataa jambo hili na hili jambo linakuwa reversed in totality. Kwa nini mtie bughudha katika maisha ya watu, hususan katika wakati kama huu? Why create unnecessary tension? Why push people to the brink? You know, I just fail to understand. Swamad anasema kuwa serikali inatumia ugonjwa wa corona kuwakandamiza sio tu wakazi wa Pwani bali miji yote iliyoko katika barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi. Amri hiyo itaanza kutekelezwa Jumatatu wiki ijayo. Why now shut down a whole area based on the fact that the railway needs to run? People need to live as well. And facts and figures don't lie. Easy figures zote ambazo kwamba zimeweza kutolewa, these were launched by the same government. The amount of Kenyans currently who cannot even afford to pay rent. Right now, watoto wako majumbani hawajarejea katika mashule. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi.